Kenya na Tanzania imejenga undugu na imekuja ikajulikana kama ni mandugu. Ndipo mambo haya yalipotokea, na sisi pia kupitia kwa mwaliko wa Baraza la Manabii na Mitume tukaweze kufika. Lakini la msingi zaidi, tunaomboleza pamoja na ndugu zetu wa Tanzania pamoja na mama yetu ambao ni Rais Dr. Suluhu Hassan, na tunasema pole sana kwa yale yaliyotokea. Lakini pia ufahamu Daktari Rais kwamba ukiwa rais Tanzania, iwe ni rais ya watu wote. Hata sisi wa Kenya tunakupenda na imetufanya tukafika mahali hapa. Na ombi letu ni kwamba ufahamu ya kwamba pia tunakuombea kwa kazi unayofanya katika nchi hii, kazi nzuri zaidi. Tunakuombea na Mungu azidi kuibariki taifa la Tanzania. Mungu abariki wananchi wa Tanzania. Mambo kama haya huwa yanaacha watu na vidonda. Hapa tumesimama, kulikuwa na majumba za watu, lakini sasa tumesimama juu ya mawe na tumesimama juu ya tope, na kuna maji yanatiririka kwenye sehemu ambayo ilikuwa ni majumba ya watu. Na hapa tumepoteza ndugu zetu, tumepoteza dada zetu, tumepoteza viongozi wengine. Pia huenda hata wangekuwa bora kutuliko, lakini wakati ambapo tunafika mahali hapa inatukumbusha ya kwamba wakati ambapo mambo kama haya yanatokea, yatupasa tuwe kitu kimoja zaidi, tuwe na undugu zaidi, tuwe na upendo zaidi. Kwa hivyo kama kanisa kutoka taifa la Kenya tumekuja kusema poleni sana ndugu zetu, poleni sana. Mchango ambao tumetoa kwa ajili ya rais na taifa la Tanzania. Hii ni pole yetu, na rais wetu wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania Daktari Suluhu Hassan, Mama Samia, God bless you so much. Asante kwa moyo ulionao kwa ajili ya kuunganisha Watanzania pamoja na kutoa chakula. Nilikuwa nasema mke wangu alipokuwa anaona akiwaongelesha wale walioumia, anawaambia niambie tu kutoka moyoni mwako, usiniogope. Ilikuwa inatuguza sana. Mungu akubariki sana. Kule nyumbani tunakuita mama wa jamii zote. Mungu akubariki sana kwa moyo ulionao. Na mchango huu tunakabidhi kwa taifa la Tanzania kupitia kwa Madam DC. Ni semi trailer 5 ya hizo mbao unazoziona, kuna zingine 3 zinakuja, na tumetumia zaidi ya milioni 11 ya Kenya. Huku ni milioni 158 pesa kamili kwa kulingana na exchange rate ya sasa. Tunafikiri kila nabii aliyeko hapa na mtume na mwinjilisti, mchungaji, achukue angalau sehemu ya jiwe kutoka kwenye ardhi hii kwenda kuombea nchi ya Tanzania ili asitokee majanga tena ya aina hii yanayoliza taifa letu. Kwa hivyo naomba watumishi wa Mungu kila mmoja achukue jiwe kutoka eneo hili. Utakwenda kanisani kwako kumlilia Mungu, si tu kwa ajili ya Tanzania, lakini Pastor Ezekiel anawakilisha Afrika nzima, yuko hapa. Tuombee bara letu la Afrika, bara letu libarikiwe. Mungu atuepushe na majanga, lakini pia na maovu kama mambo ya ushoga na kadhalika. Dunia imeenda upande mwingine. Tukiombea nchi yetu kwa alama ya kushika mawe haya, tunaamini Mungu atabariki bara letu la Afrika na Afrika Mashariki. Kuna vifaa vimeletwa na mwinjilisti huyu, ambako mpaka sasa tayari pale kuna malori mawili yaliyobeba mbao, lakini kuna lori ambalo limebeba bati, lakini pia kuna lori pale limebeba gypsum powder. Hivi vyote hivi ni vifaa vya ujenzi. Kama tunavyojua, Mheshimiwa Rais katika jitihada nyingi alizozifanya za kuhakikisha waathirika wanapata mahitaji ya msingi ya chakula, malazi na mavazi, lakini sasa Mheshimiwa Rais ameamua kujenga nyumba kwa wale watu ambao wamepoteza kabisa makazi.
ambao wengine walikuwa wanaishi katika hili eneo. Kama tunavyoona eneo hili limebaki wazi, eneo hili lilikuwa lina nyumba, na mwinjilisti ameunga sasa jitihada hizi kwa kuleta vifaa vya ujenzi kama nilivyovitaja, mbao, bati, gypsum poda ambavyo vitasaidia kwenye ujenzi ambako serikali inatarajiwa kuanza hivi karibuni pale eneo la Walet, kijiji cha Gidagamond, kata ya Mogitu. Mpaka sasa tumeshapokea malori mawili ya mbao, tumepokea na lori lilobeba bati na lori ambayo limebeba gypsum poda, lakini pia kuna lori zingine 3 ziko njiani. Ila hizi zingine tayari tumeshazipokea. Kwa hiyo nachukua nafasi hii kukushukuru sana mwinjilisti kwa msaada huu ambao umeuleta hapa Hanang', kwa kuja kuwapa pole, lakini pia kuleta msaada wa vifaa hivi vya ujenzi ambavyo vitaongeza nguvu kutatua changamoto ambazo waathirika wa mafuriko ambazo wamekutana nazo, na ambapo kimsingi umeunga jitihada za serikali, kwa sababu serikali imeshaweka mipango yake katika kuhakikisha wale waliopoteza makazi wanapata makazi, wakati ile mipango mingine nayo inaendelea. Kwa hiyo tunakushukuru sana, tunawashukuru na viongozi wote walioambatana nao, akiwemo rais na nabii, rais wa manabii na mitume Tanzania ambao umeambatana naye, ambao kimsingi wao ndio walichukua jitihada hizi kukufikishia ujumbe na kukuomba uwaunge mkono, na ukaitikia maombi yao, na hiyo imepelekea leo umeweza kufika hapa katika wilaya ya Hanang', na hapa sasa umekanyaga ardhi ya kijiji cha Gendabi. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.